إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الممجد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في علاه. أيها الإخوة الكريم، أولا kwanza nichukue fursa hii kuihusia nafsi yangu sambamba na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa taala kwa shukurani ambazo ametuneemesha miongoni mwa neema mbalimbali, ni vyema kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa sababu yeye mwenyewe anajinadi na kutangaza ya kwamba hakuna anayepasa kuwa mfalme isipokuwa yeye ndiyo mfalme. Allah subhanahu wa ta'ala, pale tunaposhuhudia ya kwamba tunasema la sharika lahu fi mulkihi, hakuna anayeshirikana naye Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna mfalme mwingine. Na yeye huyo anajinadi katika maneno yake matukufu Allah tabaraka wa taala kwa kusema innahu wa huwa ala kulli shay'in qadir, hakika yeye Allah subhanahu wa taala juu ya kila kitu ni muweza. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba mimi na wewe, ikiwa Allah tabaraka wa taala ameturuzuku afya zikiwa salama, si kwa ujanja wetu, haya yote ni kwa mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa yeye amewajalia baadhi yao na baadhi yetu kutufanya kuwa bado tuko hai, huyo ndo Allah subhanahu wa taala. Kwamba tukitizama kwamba Ijumaa iliyopita mpaka Ijumaa ya leo ni masiku ambayo tukasema ni ayyamu ma'dudati, ni masiku machache, lakini ni masiku mengi kwa watu ambao wameondoka katika mgongo wa ardhi. Kuna watu tulitarajia kwamba tutaweza kushikamana nao kwenye maisha na kwenye harakati zetu za kiduniawia, kwamba hivi sasa hatuko nao. Walitaraji wao kufikiria siku ya leo ili waweze kuyafanya mambo yao waliokuwa wamekusudia au waliokuwa wakitamani kuyafanya, lakini hawakufikiria. Hivi sasa tushawazika ndugu zetu, na si hivyo tu, wengine bado wako kwenye mahospitali wakiwa wametulikiwa madrama ya mapipa ya damu, wakiwa bado wamewekewa katika nyaraka za kuongezewa uhai zao, wamewekewa kila aina dhiribu, kwamba ipo ya maji, ipo ya damu. Lakini mimi na wewe ambao tumeruzukiwa afya zikiwa salama, viwili vyetu vikiwa salama, nini tunafanya kwa ajili ya kumshukuru Allah juu ya neema ambayo ametuneemesha? Ikiwa kama sisi hatuna cha kumlipa Allah subhanahu wa ta'ala, vipi tunasahau shukrani za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ambazo ametuneemesha mimi na wewe? Hawa watu ambao wamekulikiwa madhaifu ya damu na maji, si kana kwamba wao wanapenda ile hali, isipokuwa nao wanapenda kurudi kwenye hali ambayo mimi na wewe tunayo tamani kuendelea nayo na kudumu nayo,
yote kwamba ni maqdirullah, kwamba ni mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa ndugu yangu, kiwiliwili chako kiko salama, mwili wako mzima, hauna kitu chochote ambacho wewe kinakuingizia gharama kuweza kusafiri maisha yako, vipi unashindwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi unaacha zile awamiri ambazo amekuamrisha Allah tabaraka wa ta'ala? Ikiwa kama hawa ndugu zetu wameondoka, si kana kwamba wao hawakuweza kuhimili wakaendelea kubaki katika maisha haya ya dunia. Hapana, ndio muda wao umefika. Fa inna nafsa la tamuta hatta tasawfi rizqaha, hakika nafsi haitokufa isipokuwa itakapokamilisha riziki yake. Ikiwa kama riziki yake itakuwa imefikia hatama sasa kwamba ndio mwisho, basi huyu ataelekea na kurejea katika tumbo la ardhi, hata kuwepo tena kwenye maisha ya dunia hii, kwa sababu riziki yake ya kimaisha ya dunia hii yashakwisha. Sasa mimi na wewe, je, tunarudi vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa sisi juu ya neema ambazo ametunemesha hatumshukuru? Ikiwa sisi juu ya neema ambazo ameturuzuku kwamba anatutangulizia na kututaarifu juu ya neema ambazo ametunemesha, atakwenda kutuuliza nini? Tutakwenda nacho kwenda kujibu juu ya neema ambazo ametunemesha Allah tabaraka wa taala. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Na haya yote kwamba tutakwenda kuulizwa kupitia neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametunemesha. Tambua kuna watu ambao hawana miguu na hawana mikono lakini wanafanya ibada. Kuna watu hawana macho lakini wana miguu na wana mikono lakini wanafanya ibada. Kuna watu hawasikii lakini wana miguu yao na mikono yao wanafanya ibada. Lakini kuna watu hawana miguu, wana mikono yao na macho yao yanaona lakini wanafanya ibada. Ayuha ikhwa karim, vipi wewe na mimi viungo vimekamilika na masikio yanasikia na adhana inaadhiniwa na unasikia, vipi unajitenga mbali na ibada? Vipi unakaa mbali na wito na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala? Utakwenda kuulizwa juu ya neema ambayo amekuneemesha Allah tabaraka wa ta'ala, ulitumia vipi? Ikiwa kama tutazitumia neema vizuri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutulipa kupitia neema ambazo tumezifanyia kazi kama vile alivyotuamuru. Lakini si hivyo tu, hizi zote ni himidi za kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala kwa kuweza kujitambua na kubadilika, na haya yote hayuwezi tukabadilika isipokuwa tuwe ni kama wale ambao amewataja Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, inna fi dhalika la ayatin liulil nuha. Kuna mazingatio kwa watu wenye kufikiri, kwa watu wenye kupambanua kwamba hiki ambacho ninachokifanya, je, kitakuwa na muraja gani nitakaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kutakuwa na mapokezi gani nitakaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ikiwa kama utakuwa na mazingatio, basi kila siku utafanya istidlali za kuweza kumridhisha Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha ikhwa karim, baada ya himidi hii na kumtakia rehema za ziada zimwendee kiongozi wa umma, naye si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika alipata taabu sana ndugu zangu katika kutufikishia sisi Uislamu, katika kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi leo sisi tunafanya mambo tukiwa tunafuata yale ambayo ametufundisha mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kufuata maagizo ambayo ametuagiza Allah tabaraka wa ta'ala kwamba tuyafanye vile alivyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yote ndio amekuja kututengenezea ustaarabu ambao unatufanya hivi leo mimi na wewe tunaishi katika ustaarabu ambao uliokuwa mzuri. Na alipotumilizwa akasema hadana ila alkhair, kwamba lengo lake ili aje atuongoze kwenye kheri, wa abadana ala shari, na atuongoe na kututoa kwenye yale yaliyokuwa na shari kwetu sisi. Kwamba kuna watu huko nyuma walikuwa wakiabudu masanamu, lakini alipokuja aliwaongoa na watu wakaacha kuabudu masanamu na wakawa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hadana ila alkhair wa abadana ala shari, kwamba alituepusha sisi na zile shari ambazo wale watu walikuwa wakiabudu,
siratal mustaqima, na akatuongoza njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka ni njia ambayo imekuja na mafundisho ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa taala. Ayuha al-ikhwa al-karim, amma al-mawduu khutbatuna al-yawma sanatahaddathu ala nikahuna, kwamba siku ya leo tutazungumzia au tutagusa kidogo Allah subhanahu wa ta'ala akituwezesha kwenye upande wa nikaha zetu na ndoa zetu, atajiribu nikahuna, kwamba kuzirekebisha na kuzifanyia upya ndoa zetu, kwamba ndoa ni kipambo, ndoa ni ibada, ndoa ni starehe, ndoa ni rahma, ndoa ni kadha na kadha na kadha. Lakini ndoa ni nini? Ndoa ni nini? Ndoa ni kitendo ambacho kinachowafungamanisha wawili ambao ni mke na mume, na baada ya makubaliano zinafuata zile sheria, na zile sheria zikishatimia, basi baada ya hapo ibada ya ndoa inakamilika, na kisha baada ya hapo wanaitwa ni wanandoa. Sasa ni yapi yanayofanyika kwenye ndoa, na ni zipi haki za kila mwenye ndoa, na ni zipi haki za mume, na ni zipi haki za mke? Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba kuna watu wanaingia kwenye ndoa baada ya kuona kwamba wao sasa wamemiliki hela, wako na hela, wanaweza kukidhi kila kitu. Lakini si hivyo tu, kwamba wao ni mashababi, wanaweza kutumia ushababi wao vizuri. Si mbaya, hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihusia akasema, ya maashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata, yeyote miongoni mwenu atakayeweza al-ba'a, bimaana wengine wameitafasiri al-ba'a bimaana kuvisha na kumlisha, al-ba'a kwa uwezo, al-ba'a kadha na kadha. Lakini al-ba'a ni kuweza kumtimizia yale mahitaji yake ambaye anayehitajia yule mwanandoa mwenziwe. Kwamba enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, atakayeweza kuihimili misukosuko inayopatikana katika ndoa, basi na aoe. Sasa ikiwa kama utaoa kwamba fulani ameoa au fulani ameolewa na mimi niolewe, au sasa umri umekwenda na mimi pesa ninazo nioe, hapana. Kwamba unako msingi ambao utakapozingatia kwamba ndoa inaweza ikawa kila siku ni nyapya, na inaweza ikawa ni ya zamani, na inaweza ikawa ndoa ni ya furaha, na inaweza ikawa ndoa ni ya makasiriko kila kutoka. Sasa ni hii vipi iweze kuwa nyipya? Kwamba kuna kila nyakati kuna vitu ambavyo vinatakiwa kila mmoja aweze kuvifahamu na aweze kukaa kwenye mstari wake. Vipi atakaa kwenye mstari ikiwa yeye hajui yeye ni nani? Mke anajijuaje nafasi yake kwa mume, na mume anajuaje nafasi yake kwa mke? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatangaza nafasi hii kwa kina mama. Ametangaza nafasi hii kwa ukubwa sana, ili mwanamama aweze kujitambua, aweze kutambua ni ipi nafasi yake ambayo amepewa, ni ipi nafasi yake kwa mume wake, na mume naye aweze kutambua ni ipi nafasi yake kwa mwanamke wake. Akasema kwamba mambo matano akiyafanya mwanamke, kwamba kwake yeye itamwajibikia pepo, tena akachagua mlango wote anaotaka. Kwamba mwanamke atakaposimamisha swala nyumbani kwake, na kisha baada ya hapo akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kisha baada ya hapo akamtii mume wake, na kisha baada ya hapo akahifadhi tubu yake, kila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti,
wanawake wanaoswali? Ndugu zanguni, aina almusallin, wako wapi wanawake wanaofanya ibada? Wako wapi wanawake ambao wanaofunga? Wako wapi wanawake ambao wanajihifadhi pale waume wao wanapokuwa mbali nao? Wako wapi wanawake ambao ni watulivu kwa waume zao? Wako wapi? Ametangaza nafasi kwanza kwa mwanamama, kwa sababu al-ummu madrasa au al-ummu huwa mimiul masdar, kwamba mwanamama ndio darasa yote, na ndio maana hata imekuja kwamba endapo mwanamume atakapooa ndipo atakapopata utulivu, ndipo atakapopata utulivu. Kwamba kipindi cha nyuma hakuwa mtulivu, hapana, ataweza kutulizana pale atakapopata vile vya kutulizana. Ikiwa haya manne tuliyoyatanguliza kuyataja, atakaposwali mwanamke nyumbani kwake swala ambazo ni sala tano, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufuata sheria ambazo ameziwajibisha Allah tabaraka wa taala, na kisha baada ya hapo akahifadhi tubu yake, na kisha baada ya hapo akamtii mume wake, kila laha, ataambiwa udkhulul jannata min ayyi abwabil jannati. Wako wapi sasa hivi wanawake wanaoswali? Wako wapi? Waswaliji ni wachache. Ikiwa haya yote yametokamana na nguvu kubwa na msaada mkubwa wa kuto kuyaacha haya, ni kutokana na yule baba mwenyewe. Ili mama awe ni mswaliji, angalia baba mwenyewe yuko kwenye mstari gani? Kwa sababu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ikiwa kama mwanamume ndiyo kiongozi wa mwanamke, vipi wewe unaongoza mtu ambaye haswali? Ikiwa kiongozi haswali, vipi maamumu wataswali? Ikiwa kiongozi haamrishi kwa mazuri, yapi maamumu watakayofanya? Ikiwa kiongozi anaamrisha kuzitii amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika hata maamuma nao watafuata zile sheria ambazo anazitaka Allah tabaraka wa ta'ala. Ikiwa nyumbani hauswali, tizama hata mke anatizama, ikiwa wewe unaniamrisha mimi ni swali, mbona wewe hauswali? Ikiwa utaswali baba, na mke pia naye ataswali. Ikiwa wewe baba utaswali, hata familia pia wataswali. Kwa hiyo mwanamke ambaye atakayesimamisha swala, ima alikotoka yeye ametoka katika maadili ambayo ni mazuri ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala, kwamba hata zile sifa anazoolewa kwanza mwanamke, kwamba amezieleza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkihul mar'atu li arba'a khisal, anaolewa mwanamke kwa mambo manne, lakini katika haya ameyataja sijui mali, uzuri, nasabu, lakini la mwisho kabisa akatwambia fadhlu bidhati dini tarbat yadaka, mchague mwenye dini, kwa sababu mwenye dini utastarehe kutokana na yale anayoyafanya, kwa sababu ni miongoni mwa yale ambayo anaridhia Allah tabaraka wa taala. Ikiwa kama utachagua mwanamke sio mfanyaji ibada, sasa itatakiwa wewe sasa kwamba umemwoa kutokana na sifa tofauti na zile ambazo amezitaja, lakini Bwana Mtume akakazia kwenye dini, kwa sababu kwenye dini anapatikana yote. Ikiwa umemchagua kwa ajili ya pesa zake, sawa, umemwoa kwa ajili ya pesa zake, kwa sababu ndicho kilichokuvutia, lakini kwenye vitendo vya kutekeleza ibada za Allah, mbona hayuko? Umemwoa kwa sababu yeye ni mzuri, sawa, lakini uzuri wake haumpelekei kupendwa na Allah. Ili apendwe na Allah, awe mfanyaji wa yale ambayo anayaridhia Allah. Lakini pia nasabu yake ni ya watu wenye hela au ni nzuri, lakini nasabu yake si sababu. Yawezekana sababu nasabu ni nzuri, lakini yeye sio mzuri. Nasabu ni wacha Mungu,
yeye sio mcha Mungu. Kwa hiyo akatukazia falfadhati dini taribati yadaka, chagua mwenye dini ili uweze kustarehe, kwa sababu utakapochagua mwenye dini ataswali, na akiswali ataamrisha na watoto pia waweze kufanya ibada, ataamrisha pia na watoto waweze kumjua Mungu, ataamrisha pia na watoto waweze kukisoma kitabu cha Allah. Na hapo ndipo utakapouona mwanga wa kuwa na mwanamke ambaye ni mtambuzi wa kutambua dini ya Allah, nini nataka na yeye anatakiwa awe nani. Lakini si hivyo tu, jambo la pili, wahafadhat farjaha, kwamba akahifadhi tupu. Sheria ya fiqh inapoeleza mwanamke mwili wake wote ni uchi, isipokuwa kwenye swala anatakiwa aachie viganja na paja la uso au uso wake akiwa na swali, lakini atokapo anatakiwa ajistiri mwili wake wote. Jamii badaluma huwa qawlan, kwamba mwili wake wote ni uchi. Tizama sakata tulilokuwa nalo, kwamba hapa sheria inakutaka kwamba mwanamume anapokuwa bali mwanamke ajihifadhi, bimaana kwa kujistiri, ajistiri. Lakini si hivyo tu, asiweze kuwa mzinifu, pale mume wake anapokuwa mbali. Sasa ikiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anatuambia idha sta'tarat almar'atu, atakapojitia manukato mwanamke, famarrat ala alqawmin, na akapita kwa watu, liyajidu rihaha, ili waweze kuinusa harufu yake, fahuwa zaniyatun, mwanamke huyo ni mwenye kuzini. Vipi wake zetu wanapotoka nyumbani, ikiwa waume zao wakiwa nyumbani hawana habari ya kujipamba na manukato mazuri, isipokuwa pale wanapotoka kwenda masokonini, kwenda kununua vitunguu na bidhaa zingine, wanajitia manukato na wanajipodoa kwa hali nzuri ili waweze kwenda masokonini. Ikiwa akiwa nyumbani, sheria ndio inamtaka ajipambe na awe na mwenye manukato, anukie na ajirembe bali mumewe anapokuwepo. Vipi anapotoka akiwa amejiremba na amejitia manukato yananukia? Lakini si hivyo tu, na lengo lake ni ili atakapopita kwa watu waweze kunusa harufu yake, waweze kustuka kwa namna gani amepita, kwa mpito gani alopita pale, ili watu waweze kustuka. Rasuli sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke huyo fahuwa zaniyatun, mwanamke huyo mwenye kuzini. Na si hivyo tu, wamekwenda mbali kabisa, kwamba wanatoka wakiwa majumbani mwao, kwamba wako vichwa wazi, wanatembea wakiwa vichwa wazi, lakini makwapa pia yako wazi, lakini pia miguu yote, miundi yote iko nje. Ni kuonesha utokaji wao namna wanavyotoka, bimaana wamekengeuka na sheria ambayo anaitaka kwa mwanamke Mwenyezi Mungu, vile anavyotaka kwamba mwanamke ajilie, kwamba yeye ajitambue ni thamani, na thamani yake baada ya kustirika basi ajistiri na yeye mwenyewe. Mwanamke anatoka nyumbani akiwa anaelekea masokonini, na mwanamume huyo ndio katoa ruhusa kwamba tambua Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza kwamba umemnyima na umemdhulumu haki zake yule mwanamama, kwa sababu haki yako wewe ni kumuongoza, haki yako wewe ni kumuongoza kuyafanya yale ambayo anayaridhia Allah tabaraka wa taala. Lakini utokaji wake anapotoka, kwamba maneno mazuri ambayo yanatakikana kuzungumza baina ya mke na mume, yeye ndiyo kwanza anakwenda kuzungumza pale anapokwenda kununua bidhaa zake, na sauti yake anakwenda kuilegeza kwa muuzaji nyanya na vitunguu, na sauti yake anakwenda kuilegeza pale anapokwenda kununua bidhaa. Lakini akirudi nyumbani, huyu ni mkali kupitiliza na hataki kuambiwa akaambilizika,
kwamba ni mkali, hataki kuambiwa, akaambilizika. Sasa shehe, kama utapata mwanamke wa design hiyo, ni mtihani kwenye maisha, kwa sababu hakuna starehe. Starehe iliyokuwa nzuri ni pale mwanamke anapoambiwa na akatii. Huyo ndio mwanamke, kwamba katika yale mambo manne, jambo la tatu ni mwanamke atakapoambiwa awe ni mwenye toa, awe ni mwenye kusikia, awe ni sami'a na ata'na, awe ni msikivu na mwenye kutii. Kwamba mke wangu sitaki kitu fulani, basi iwe sitaki kweli. Kwamba sitaki uende sehemu fulani, hapana, nitakaa ndani. Mimi nani? Mimi bwana sio free bwana, nakukaa ndani. Mimi natakiwa nionekane bwana, nitoke na mimi. Wewe ukitoka na mimi natoka. Hakuna mwanamke hapa. Hakuna mwanamke ambaye ametajwa kwamba mwenye sifa hizi, kwamba ndiyo pale ambapo atakapopata kustarehe mwanamume ambaye atakayepata mwanamke mwenye hofu ya Allah, mwenye kumtii Allah, lakini pia mwenye kuzitii sheria ambazo anazitaka mume wake. Ikiwa maadamu anapokuamrisha ni yale ambayo anayataka Allah tabaraka wa taala, basi mwanamke ni lazima kutii na kulifanya. Ikiwa kama sitaki kutoka nyumbani kwangu, baki hapa hapa, baki nyumbani kwangu, ni kheri. Kwa sababu hata kisa kimoja kulielezwa kikiwa ni mashuhuri kabisa katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipatikana mwanamke mcha Mungu mzuri kabisa, sahaba zake, anasema masahaba zake waliposafiri kwenda kwenye harakati za kutafuta maisha, sahaba mmoja alimuaga mkewe na kumwambia ya kwamba mimi ninasafiri kwa ajili ya lengo la kufanya biashara, kwa hiyo sasa mimi nitakwenda kikazi zangu, lakini pia naomba mke wangu usiweze kutoka nyumbani, kwa sababu mahitaji yako yote nimeyakamilisha. Ikiwa mahitaji yako nimekukamilishia ya mwezi mzima, sihitaji mke wangu utoke kwenda popote. Aliposafiri, zinakuja taarifa huko nyuma kwamba sasa baba yako anaumwa na ni kaka ashatumwa, sasa nenda kamwambie dada yako sasa huku baba anaumwa, hali yake si nzuri. Na kipindi hiko hakuna simu kama hivi sasa, kwamba utakuwa na namba utaitafuta, utampigia na utamwaga. Hakuna simu kwamba mke wangu baki nyumbani, mimi natoka, usitoke kwenda kokote, baki humu ndani, vitu vyako nishakamilisha, muda wa swala ukifika tawadha swali, basi usitoke kwenda kokote. Inakuja taarifa sasa, dada, baba kazidiwa, anaumwa. Anamwambia kaka, mimi nimeambiwa na mume wangu nisitoke nyumbani. Sasa naomba nipelekee taarifa hizi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mimi mume wangu amesafiri, vipi nitaweza kutoka ili niweze kwenda? Maana nimeambiwa nisitoke, lakini kule baba yangu anauma. Kaka anapeleka taarifa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na taarifa inarudisha kwamba kamwambie asitoke. Kaka akarudisha taarifa kwa dada, na kisha baada ya hapo dada akabaki kwenye toa ya kumtii mume wake. Na kaka akarejea nyumbani. Alipofika nyumbani, anakuta baba ameondoka katika ulimwengu huu wa kidunia. Anarudi kumwambia dada, baba amefariki. Kwa hiyo hata kuzika pia dada hautohitajika kwenda, kwa sababu alikuwa kiumwa tu. Lakini sasa vipi, je, kwenda kuzika dada vipi? Akamwambia siwezi kutoka kwa sababu mume wangu ameniambia nisitoke. Ikiwezekana nirudishie taarifa hizi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwambie ya Rasulullah, baba ameondoka katika ulimwengu huu wa kidunia, vipi hata kwenye maziko sitakwenda kushiriki? Anamwambia baki kwenye toa ambayo umeachwa na mume wako, kwamba usitoke. Wanamaliza maziko na wanarudi, na mume anarejea kutoka safarini mwake.
Aliporudi anakuta taarifa zilivyo na namna alipoelezea kwamba baba aliumwa, ikaletwa taarifa, lakini sikuweza kutoka kwa sababu niliniambia nibaki. Lakini pia alipofariki nilipewa taarifa, lakini pia sikuweza kwenda kwa sababu ninaambia nibaki. Ayuha al-ikhwa al-karim, mfano mfupi kabla hatujakwenda kukimalizia kisa hiki, kwamba ikiwa sisi tunapotoka na mkewe anakwambia wewe utakapotoka na mimi ninatoka, kwamba mimi siwezi kukaa ndani, mimi ni nani nikae ndani? Kwa nini wewe ukazurure mimi nisizurure? Kwa nini wewe ukatembee mimi nisitembee? Ni kuonesha si katika wale wanawake ambao ni watulifu, kwamba mwanamke mtulifu ni yule anapoambiwa atii na akatii. Taarifa zinarudi baada ya kuzika kwamba Rasuli sallallahu alaihi wasallam asema ya kwamba baba yule amehurumiwa na amesamehewa madhambi yake kwa kule mwanae kumtii mume wake, kwa zile tabia ambazo amefunzwa na namna alivyofunzwa kwenye adabu za kumtii mume wake, kwamba baba yake amepata msamaha wa kusamehewa madhambi yake kwa kule mwanae kwa kumtii mume wake. Ikiwa kama baba alipata msamaha wa maghfira ya kusamehewa madhambi yake, vipi sisi katika ndoa zetu tunapotoa kauli au unapotoa kauli, vipi mkeo ni mtuifu? Ikiwa si mtuifu, mwambie ya kwamba katika yale mambo manne ambayo yanayomsababishia mwanamke aweze kuingia peponi, kwamba si katika miongoni mwa yale anayofanya. Ikiwa anamtii mume wake na anamhifadhia ile iliyokuwa halali yake, kwamba anazifanya ibada kama vile alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, anafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, hawa ndio katika wale wanawake ambao amewataja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watakawaambiwa kila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti, kwamba ingia mlango wote miongoni mwa milango ya peponi utakao. Lakini ikiwa katika haya mambo manne hana, si katika wale ambao amewataja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa bado unapata kuyasikia haya, nenda kamfunze mkeo ibada, ikiwa na wewe utaswali, lakini mfunze mumewe kujihifadhi na kujistiri pale anapotoka nyumbani, lakini pia hata pale ambapo unakuwa uko mbali naye, kwamba ajihifadhi na ajistiri kwa namna yoyote, kwa hali yoyote, lakini pia asisahau kukutii, kwa sababu wewe ndio pepo yake. Ikiwa atakukhalifu wewe au atakwenda kinyume na wewe, basi kuipata pepo ni ngumu. Na hii ndio pepo kwa wanawake imerahisishwa kabisa, kwamba je, waliuliza maswali, ikiwa kama haya ndio wanayofanya wanawake na wanaingia peponi, vipi malipo yao yakoje? Malipo yake yakoje? Kwamba hawawezi wakalingana na watu wanaokwenda jihadi. Kuna watu wanapigania dini ya Mwenyezi Mungu, kuna watu wanapambania katika kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi kwenye malipo? Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wanfa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa huwal barrul karim. Qul wa antum mu'minun bil ijaba. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid-din. Amma ba'd. Awalan usi wa usikum bi nafsi bi taqwallahi ma'rifatan thani fi khutbati thani. Awali ya kwanza ni
nichukue fursa hii kuihusia nafsi yangu sababu na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani kumcha Allah subhanahu wa taala ndiko kufaulu kwa mwanadamu hapa ulimwenguni kwa kesho akhira. Ama la unwani wa khutbati wa leo atajidiru nikabula, kwamba ni kuzifanyia upya ndoa zetu, lakini pia na wale ambao wanakusudia kuingia kwenye ndoa waweze kuyafahamu kwamba inafika hatua kwamba mwanamke sasa ikiwa hayatekelezi yale miongoni mwa wajibu zake, basi anakuwa ni yeye mwenyewe amevunja zile ahadi zake na zile sheria zake ambazo amemwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mwanamke haswali, ikiwa mwanamke hamtii mume wake, basi si katika wale wanawake ambao wamewataja Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Lakini waliuliza, ya Rasulullah, ikiwa mimi nimemtii mume wangu na nimezitekeleza haki zangu, vipi naweza nikalingana sawa na wale? Anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba anna ta'ata zawji, kwamba kumtii mume, wa atarafan bihaqihi, na kuzitekeleza haki zake huyo mume, yaadilu dhalika, kunalingana sawa sawa na kule kwa kupigana jihadi, kunalingana sawa sawa na kule kwa jihadi. Akasema abelighi man laqiti min an-nisa, mfikishie mwanamke yeyote atakayekutana naye kwamba anna ta'ata zawji, kwamba kumtii mume wako, wa atarafan bihaqihi, na kuzitekeleza haki zake, yaadilu dhalika, kunalingana sawa sawa na kule kwa kupigana jihadi. Alhamdulillah, leo tumekusa kidogo kwa namna mbalimbali, tumedonyewa kidogo kwenye upande wa kuzijua nafasi zao wakina mama, lakini wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu akitujalia Ijumaa inayofuata inshallah tutajaribu kudadavua kidogo na kusogeza kidogo, tuweze kuzijua pia, tuweze kuzirujua ndoa zetu, kwa sababu wapo wengi wameingia kwenye ndoa, lakini kwenye somo la ndoa hatuna, na mwisho wa siku inafika hatua ya kwamba baba anasimamia haki yake anaiona yeye, na akirudi anaweza akafanya chochote, kwamba haki yake anaweza akarudi, kwa nini hukupika? Kwa nini hukufua? Kwa nini hujapiga nguo zangu pasi? Kwa nini viatu vyangu hujaosha? Kwa nini nguo zangu ni chafu na sabuni nimeacha? Kwa nini hukupika na unga uko na mboga yako? Ikiwa haya yote tutakuja kuyafahamu kwamba si haki za katika mke kuyatekeleza, isipokuwa ni msaada wao tu kutufanyia, basi tunaweza tukabadilika, kwamba ikiwa mke si wajibu wake yeye kukufulia, wala si wajibu wako wewe kukupikia, wala si wajibu wako wewe kukupigia pasi nguo zako, wala si wajibu wako wewe kukuandalia kitu chochote katika vitu ambavyo wewe unavitaka. Ikiwa sheria imekutaka wewe uweze kumlisha, bimaana unaweza ukamlisha chakula kibichi? Hauwezi ukamlisha chakula kibichi, isipokuwa utatafuta chakula kilichokuwa kimeiva na kumlisha. Sasa ikiwa haya yote wanayafanya pale wanapozungumza kutaka haki zao za kisheria, basi tuweze kuwapa nafasi ya kuwasikiliza, kwa sababu wanayotufanyia ni makubwa kuliko vile ambavyo sisi tunatarajia. Kwamba sisi tunarudi tunakuta chakula kimepikwa, tunarudi tunakuta nguo zimefuliwa, tunarudi tunakuta nguo zetu zimepigwa basi, na haya si katika lazima wao kufanya. Haya yote wanayafanya kwa msaada wa mapenzi yaliokuwa makubwa. Kazi yao wao sisi ni kutuleta tu au kutuletea watoto duniani, ndio kazi yao. Sasa wakina mama mtakayosikia kauli hii, msije mkagoma kuwapikia wake zenu chakula, waume zenu chakula, kwamba msaada mnaofanya ni msaada mkubwa sana. Kwa hiyo msije mkasikiliza haya na kisha baada ya hapo mkaacha kupika. Hapana. Siku moja alisema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika kumsikiliza kiongozi wake, anasema Amirul Mu'minina karne za 10 kabisa, anasema alikuja katika waumini, anauliza ya kwamba nimekuja kwako ili nije nikushtakie litashtakie khuluqa su'a mrati, ili nije nikushtakia tabia mbaya ya mke wangu, tafutibu lisan, ananifushia ulimi sana, nimzungumzaji mno. Lakini kadhalika nimekuta kiongozi wangu, amiri wangu, vile vile anavyonifushia ulimi mke wangu, na wewe ndio vile vile anavyokusemea
nikaona ikiwa inkana halu amiri mu'minina fakaifa hali, ikiwa hiyo hali ya amiri mu'minina, vipi hali yangu mimi? Anasema nikaona nigeuze, kwa sababu yeye ananiambia mke wangu ndio yeye ndio kutaka. Akamwambia ya akhi taal, njoo. Ikiwa haya unayosikia anazungumza na mkewe ndivyo anazungumza, mimi namvumilia mke wangu, wa anta ahtamiluha li zawjaka, na wewe nenda kamvumilie mke wako. Anasema mimi namvumilia mke wangu kwa sababu anayonifanyia ni mengi, kwamba ananipikia chakula, ananinyonyeshea watoto wangu, lakini si hivyo tu, ananifulia nguo zangu, ananipikia mikate yangu, wakati nataka nitoke asubuhi napata kifungua kinywa, napata haya yote. Kwa hiyo mimi namvumilia mke wangu, na mimi sina cha kumlipa isipokuwa haya yote wanayafanya kwa kuzitafuta thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala na kupata radhi kwa waume zao. Kwa hiyo pale wanapoyafanya yale, wanamume wanatakiwa waridhie na kwa ridhaa kubwa zaidi. Usije ukakuta mtoto wako kapika vizuri, kajitahidi kupika vizuri, kasahau kuweka chumvi, tulikawa makosa. Hapana, mvumilie, mwambie mke wangu, leo umejitahidi kupika chakula kizuri, alhamdulillah, lakini chumvi imepitiliza. Na siku mwambie, kwa nini umeniwekea machumvi mengi? Hapana, kwamba mvumilie, kwamba mwite kwa maneno mazuri, mke wangu, leo naona mkono umepitiliza, chumvi nyingi sana. Lakini si hivyo tu, mke wangu, vipi leo, mbona hapa kupikika? Muulize kwa maneno mazuri, sio vipi, mbona nimeacha kila kitu bwana. Hapana, haya yote anatufanyia kwa msaada tu, ili sisi tuweze kuwapenda zaidi na mapenzi yaweze kuzidi, kwa sababu pale tunaporudi kwenye ishtihadi zetu, kwa sababu tizama mfumo wa maisha yetu tunayotembea, kwamba tunatoka ili tukatafute na tukirudi ili tuweze kula. Kwa hiyo na wao wanatumia fursa ile, ikiwa mume wangu katoka kwenda kutafuta, lengo ili tuje tule wote, tutumie wote. Vipi nguo zake ni chafu, na ikiwa anatoka na kurudi muda wake ni mdogo, hana muda wa kufua, kwa nini nisimsaidie na mimi niko nyumbani? Ni msaada, wanatusaidia. Anafua nguo na anazianika na zinakauka na anapiga pasi, kesho ukitoka ukiwa mzuri. Lakini si hivyo tu, anasema mume wangu ametoka, vipi atakaporudi? Njaa itakuwa imemuuma, japo atakuwa atarudi na chochote kitu, lakini kwa muda atakaporudi si muda ambao utakuwa mwafaka wa kuandaa chakula. Kwa nini nisiandae chakula ili sisi watoto wakala na sisi tukuja tule tuweze kuendelea na maisha? Haya yote wanatufanyia kwa msaada, na isiwe ni sababu ya watoto wa watu kupigwa, na isiwe ni sababu ya kuwabatiza mabinti za watu, na isiwe ni sababu ya kuwapa maneno yaliyokuwa machafu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ban khalifat nabika la taqim sayyidina Nabi Bakr as-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa karramallahu an ashabihi ajma'in. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muyassir kulla shay alayka sayyid al-hajat ilayka kathir. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يؤتكم ولذكر الله اكبر واجر. واقم الصلاه. Alhamdulillah.